Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasikilizaji wapendwa, karibuni tena katika makala yetu ya kuendelea makala mnayoyapenda ya Iko Wapi Zamani, ikiwa leo Mwenyezi Mungu ametubariki kumpata mmoja katika legends wetu, wakongwe wetu waliopitia mengi ya mpira katika Mombasa yetu na wakafika daraja nzuri kubwa kabisa na kuweka hadhi yetu katika kiwango kizuri kabisa. Si mwingine ni mzee wetu Bwana Mwinyi Khamis Rashid, na kama ambavyo katika mahojiano haya atajieleza kiukamilifu. Kwa wale wanaomjua, basi leo ni siku ya kujipumbaza kumsikiza mzee wetu Mwinyi, na wale wasiomjua basi wamtie katika kumbukumbu zao za magwiji wa Mombasa. Karibuni katika kipindi chetu na nimkaribishe mzee wetu Mwinyi. Tafadhal mzee Mwinyi, karibu katika makala yetu haya, na tutakwenda kiwango cha kiasi kwa sababu najua ni mengi sana ulionayo, na Mwenyezi Mungu inshallah atuafikie. Naam, Sheikh Mwinyi, karibu katika kipindi chetu hichi, na wasikilizaji wetu leo wana furaha na wamejiandaa kabisa kusikiza mapokezi kutoka kwako wewe mwenyewe kama legend wa watu wa Mombasa waliofika katika daraja ambayo ni kubwa kabisa, na siku hizi tena imebaki ni kilio na kusaga meno, kwa sababu imebakia story. Hatuna tena vijana wa kusimama kama mlivyosimama nyinyi. Karibu bwana katika kipindi chetu. Jina lako na kuzaliwa kwako kwanza. Mimi jina langu naitwa Mwinyi Khamis bin Rashid. Mimi nimezaliwa Changamwe, Msikiti Nuru, mwaka 1945, na katika kumbukumbu nilionayo nilisoma kwanza Muslim School. Hii ni kuanzia 1952, alafu nikaenda mpaka Buxton Intermediate School, alafu nikamalizia Shimoleteo. Sasa nikiwa Buxton Intermediate School, hapa ndipo mahali nilipoinukia nikiwa mchezaji wa kisasa, na nilianza kucheza mpira Changamwe kwenye timu inayoitwa United Stars. Nikalewa na watu wale katika mchezo huu mpaka nikawa mtu mzuri, kawa mchezaji mzuri kisasa, na position zangu zilikuwa mbili. Kwanza nilikuwa inside left, alafu zaidi kabisa nikawa left wing. Lakini baada ya muda fulani, hawa watu wa Chelsea, utakumbuka hapa tarehe sizikumbuki, Ndio. lakini nakumbuka zile events na matukio. Nikatukuliwa na Chelsea Kaloleni, nikicheza na kina Khamis Ali na kina Ali Bakari. Basi pale pia nilijifunza sana kucheza mpira na watu wale ambao kwamba hawamtii hasira mchezaji. Hata akifanya makosa wao wamwambia well done. Basi mchezaji yote hufanya bidii sana ili standard yake ikakuwa. Baada ya hapo, kwa sababu nilikuwa nimeajiriwa na East African Railways and Harbors, nilipelekwa Tanzania. Kule nilikwenda nikachezea timu yaitwa Manchester. Nikacheza Manchester kule, nikatoka Tanzania nikarudi Kenya. Nikirudi Kenya, Liverpool wakanifuata. Nikacheza na Liverpool. Bahati mbaya tena nikachukuliwa nikapelekwa Nairobi.
wakati huo Kenya ishapata uhuru na president akiwa mzee Jomo Kenyatta. Basi ikatokea hawa Middlesex Wanderers kutoka Uingereza wakaja Nairobi, na mimi nikachukuliwa katika squad ya Kenya. Kwanza nikawa ni reserve, lakini katika hafu ya pili katika siku hizo nikaingia katika uwanda. Tulikuwa tumefungwa bao moja, bahati nzuri mimi nikakomboa lile bao na nikaleta tabu sana, mpaka President Kenyatta akawa amefurahia sana mchezo wangu. Kuanzia siku hiyo ikawa sitoki katika timu ya Kenya pamoja na kina Oronge. Kisha hapa niliporudi kutoka Nairobi nikarudi Mombasa, Faisal wakanifuata na wakanichukua. Sasa mimi kwa Faisal, lakini tulikuwa hatuelewani na Ahmad Umar. Basi tukawa tukosana. Nikija nikaumia mguu kwenye goti, ili guu likakataa kurudi sawa, ikawa ndio tatizo langu kubwa mpaka leo ninakuwa mtu mzima. Tatizo langu ni guu. Kwa ufupi namna hiyo. Sheikh Mwinyi, kidogo pengine nikurudishe upande huku Tanzania ulipokuwa umekwenda, ulisema ulicheza kiasi fulani. Hebu tupe orodha ya wale uliocheza nao. Mmoja alikuwa Hussein Chuma. Naam. Alafu pia katika timu ya pili ya African Sports alikuwa kuna Swaleh Zimbwe na na Mbwana na mwingine akiitwa Awawi, huyu ni goalkeeper. Na mwingine akiitwa Kimweri. Na Kitwana. Na Kitwana alikuwa kwa Dar es Salaam. Mimi namsifu kwa sababu siku moja tungeenda kucheza Dar es Salaam na yeye alikuwa goalkeeper. Na mimi nilikuwa mfungaji mzuri sana, manake kupia kwa hata shairi wale goalkeeper. Nipiga mpira kwenye kona ya goal kule, nikijua itageuka kule. Basi Kitwana aliruka kule, alipoona mpira wageuka naye akageuka na ule mpira. Basi mimi nikajua yeye ni hodari sana. Sasa hao ndio watu ninaowakumbuka mimi. Lakini huyo akimuita director wenyewe, huyo mbwana huyo pia nilicheza naye. Sande Mara pia tunacheza pamoja. Amran Shiba yeye alisema nijua sana atanimaki mimi. Maana tulikuwa Liverpool pamoja hapa. Ukampa kazi kubwa sana. Sasa nimpa kazi kubwa sana. Mashaallah. Kwa hiyo namna hiyo bwana. Shukrani. Wakati ulipokwenda Faisal, naam, ulikuwa mbali na Ahmed Omar, wachezaji wengine walikuwa kina nani mliokuwa pamoja? Alikaji ni mmoja, na unajua siku nyingi watu nimewasahau. Naam. Na Juma Udero. Na Swaleh ndugu yake alikaji. Ule wakati Faisal kwa ubingwa 1965 ulikuwemo wewe? 1965 mimi nilikuwa kwa Tanzania. Naam. Wakati huo marefari unaowakumbuka walikuwa kina nani? Mmoja katika wawili katika marefari ninaowakumbuka ni yule bwana aliyekuwa kwa Kaloleni akiwa na Kijongo yule. Said Kijongo. Na wa pili ni Maulidi. Huyo Maulidi tena hodari sana. Tupa sifa zake moja mbili unazozikumbuka pengine. Huyu Maulidi bwana ilikuwa tukiweza kufanya mipango na yeye. Kwa sababu siku moja tulicheza timu moja kiitwa Arsenal hapa. Wale Arsenal wakawa wanatufunga bao moja, na sasa sisi itakuwaje hawa watufunge hawa? Mimi nikapita karibu ya Maulidi nikamwambia, bwana
mimi nitajiangusha pale kwenye penalty area pale. Sasa sio ni tupe penalty bwana. Tupe penalty bwana. Nikasema sawa, kateza mimi nikapata mpira nikaingia ndani, kaingia kwenye penalty area. Nikijaribu kupita hivi nikasukuma kidogo nikaanguka kabisa ninakufa. Basi pia free penalty. Lakini yule aliangushwa kwa nguvu, ilipowekwa penalty akataka yeye kupiga. Kifo kikapotea. Lakini kwa sababu ni haramu, mpira ukuingia. Hakufa. Ikapotea. Mechi gani ambayo kidogo unaweza ukasema ni katika kumbukumbu zako hutosahau? Au event gani iliyo? Mimi wallahi ninasahau mambo mengi, lakini mechi ninayokumbuka ni ile ya Middlesex Wanderers tu. Ile naikumbuka sana. Kwa sababu ile ilizagaa kwenye Kenya nzima. Yaani Middlesex wale kutoka Uingereza walikuja. Kutoka Uingereza naam. Walikuja basi. Sasa basi kwa timu gani ni Fesa? Hapana, ilikuwa ni Kenya kwa jumla. Harambee Stars. Harambee Stars. Na mimi nikachaguliwa. Kwanza nikawekwa kwenye bench. Lakini second half nikaingia ndani. Na nikaifanya timu ikawa live. Naam bwana former professional bwana Sheikh Mwinyi Khamis, tupe kidogo sifa za huyu Alikaju na kisa kile kilichotokea na bwana Lidonde. Wakati mmoja kulitokea namba akaipoteza Lidonde baada ya kuchukua namba bwana Alikaju. Hebu tueleze ilikuwaje? Elijah Lidonde ndiye alikuwa center forward wa timu yetu ya Kenya kwa muda mrefu sana, na alikuwa na sifa ya kuwa dawa upio ile mpira sasa mlekia basi goalkeeper za kuwepa namna ule mpira unavyokwenda kama jiwe. Sasa tukatembelewa sisi na timu kutoka Ulaya na ilikuwa Swedish. Basi Swedish ikatembea Mombasa hapa kuja kucheza na timu ya Kenya hapa, na Elijah Lidonde akiwako ndani kama center forward. Sasa katika kucheza hafu ile ya kwanza Elijah Lidonde akapoteza magoli karibu 3. Ikabidi watu waone abadilishwe basi, na huyo Alikaju alikuwa iko kwenye bench maana ndio zao. Hafu ya pili akabadilishwa, lakini ndani ya dakika 15 goli 3 zikakombolewa na Alikaju. Basi Elijah Lidonde akapoteza ile namba position yake kwa Alikaju. Kwa hivyo hakuiona tena namba ile. Hakuiona tena. Na Alikaju kama vile unavyomjua wewe na ulivyomuona wewe, alikuwa akicheza vipi huyo? Manake sifa zake tulizipata ni nzito sana. Huyo bwana alikuwa very fast. Ukimpa boli haijatu ile boli ashapiga, hata goalkeeper hajakaa vizuri huwa atakuta nyavu ya teza huko tayari. Alikuwa very fast, na akipiga mpira wa kweli, sio kwamba akupiga angupapasia. Mpira za kupitia karibu utasikia wavuma. Bao 3 akazikomboa kabisa, akazikomboa. Na kwa kichwa pia nasikia alikuwa ni mzuri. Alikuwa mzuri sana pia. Alikuwa mzuri sana kwa kichwa, maana akiruka kweli kweli. Na huyu Sianga, James Sianga alikuwa akimwogopa sana, tusikia huyu Alikaju. Akimwona anakuja anaanza kuanguka. Kama nilivyokuambia, mpira wake upiga kikweli kweli. Akiupiga kweli kweli. Sasa ukiwa ni goalkeeper wa matata lazima utaogopa wewe. Alikataa nasikia penalty yake.
Kwamba Alikaji hajapiga penalti akasema mimi natoka. Natoka. Hiyo kweli. Hiyo kweli. Sifa zile zilikuweko. Hizo sifa. Na huko ulipokuwa Tanzania ulikuwa pale Tanga ama ulikuwa Sana? Nilikuwa kwa Tanga. Sana nilikuwa kwa Tanga. Na wale baada ya kucheza nao kwa muda fulani basi walinitukuza sana. Lao tutoka twenda mkoa mwingine wote, basi huko njiani huwa waulizana sana, kule ninakokwenda wale jamaa wanamjua kama Mwinyi wale. Baada mimi nilikuwa kila kitu nimekifanya double. Kila kitu katika mchezo nimekifanya double. Kwa hiyo ukiota jidai wanijulia, mimi nitakufanyia extension. Yes. Leo nishika sana. Ngirudi nishageuka. Nakufanyia extension. Tena madamu unishika nitakuwa nataka nichukue mbele tu. Nikulipize. Kocha wenu sana uliokuwa na uzoefu naye ni yupi? Bwana, sisi tulikuwa hatuna kocha bwana. Mimi kila mmoja kichwa chake. Mimi nikifanya coaching mwenyewe nyumbani. Bwana. Sadaka. Alafu ngenda uwanjani nenda hakikisha vile nilivyofanya kule nyumbani. Ndio hivi. Yawa. Kweli. Mimi nilisikia mzee Mudu akitrain kwa mpira wa chanisi ule. Na ndio watu walijifundisha hapo. Kujifundisha mpira wa chanisi kwa tennis na nini basi. Tennis moja alafu ndio uje kwenye double. Mashaallah. Ni uzuri sana kusikia maneno kama haya kutoka kwako, na pengine sijui historia ambayo wapenda vijana waje waisikie kwamba kitu gani kiliwahi kufanyika vizuri katika mambo ya mpira. Ukweli ni kwamba bidii tu. Bidii katika ule mchezo na kuupenda ule mchezo. Manake ule mchezo ukiupenda ule, basi inshallah na utakupenda. Manake mimi nilipenda mpira, hata nikiweka chakula pia siwezi kula kwanza nianze kula mpira. Chakula baadaye. Chakula baadaye. Na kisha katika timu zile za mipira, wale managers na wale ambao kwamba wakisimamia zile timu wakiwatukuza sana wachezaji sana, na lile likitia moyo. Nakumbuka mimi kuna wakati niliumia, jumla ya kuwa sikupelekwa hospitali, lakini kule nyumbani niliko haipiti siku watakuja kunitizama, kuniamkua na nini na kuniletea kila aina ya zawadi. Sasa lile jambo ambalo kwamba nilikuwa la encourage kabisa. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, talent nilikuwa nayo vizuri sana. Baada kusifiwa na mtu, mimi mwenyewe ninajisifu kabisa. Tukirudi nyuma kidogo kabla ya wakati wako, kuna wachezaji wote waliokuvutia wa mbele wakati wewe ni mdogo? Wako kina muungwana hawa. Mmoja ni muungwana na Hamisi Mtoto. Na Elija Lidonde pia. Kuna baadhi ya watu ambao kusema kweli kwa bahati mbaya tarehe zao hatukuzipata sana. Lakini ni kama hivi ulivyotaja sasa. Huyu Hamisi Mtoto watu wamtaja vizuri, lakini hatujapata tarehe yake kwamba ukakamavu wake ulikuwa vipi. Si rahisi kwa sababu watu wengi walikuwa wadogo. Hata mimi nilikuwa mdogo. Sasa siwezi kukueleza ilikuwa na kitu kama kile. Lakini nilipata kuwa Hamisi Mtoto unajua alikuwa anacheza mpaka timu ya Kenya huyo. Mashaallah. Hamisi Mtoto huyo. Kisha alikuwa right winger. Ndio. Kusikia changamoto kama hizi. Sasa tuchukue mpira huo ulinganishe na hali ilivyo ya halisi ya sasa.
Tutakuwa katika siku ya adhan kidogo. Alhamdulillah. Wasemaje wewe katika hali ya mpira ilivyo sasa kulinganisha na wakati wenu? Mimi naweza nikitazama kama vile wanavyocheza kule nje kule Uingereza. Alafu na sisi tulivyokuwa. Sisi tulikuwa tukicheza maguvu mno. Tulikuwa wengi hatutumii akili. Lakini football ni kama kuwa ndani ya classroom. Kwa sababu aliyeko ndani ya classroom atumia akili. Na football yataka vile vile kutumia akili. Ndio itawezekana kujitoa pasi umpe nani na usimpe nani. Zile movements. Lakini zama zile ilikuwa mpiga mbele au kiupata kwa hodari wako wakati watu 4 au 5 hivi. Kabisa tena ndio wewe. Nzuri, kwa sababu sisi tumekuja na hizi fikra kwamba historia yetu yapotea. Naam. Na hatukuidhibiti, haikuandikwa wala watu hawakukaa kuulizana kama hivi tunavyoulizana. Ni kweli. Watu wangelifanya jambo hili, wengine leo tungekuwa na idea kwamba pale tulipofika tuweza kwenda mbele vipi. Lakini inakuwa ni vigumu sababu kama hii. Ni kweli. Tumejitahidi kufanya mahojiano kama haya na wengine, kuwa tarehe historia tukaziandika ili tutoe vitabu siku za mbeleni, watoto wetu wapate kitu cha kuiga. Maana sasa hivi kama Uingereza leo utamtafuta Stanley Matthews utampata. Ndio. Na utaona alivyokuwa akifanya. Lakini sisi hata mtu mmoja hupati. Sasa makosa yetu sisi yako hapo. Lakini mawazo yatupa kwamba sisi tulikuwa wakati ule tutumia akili zetu sisi wenyewe, hatutumia akili zile zinazotakana kama akili ya classroom. Ndio kuna mmoja katika baadhi ya wazee wetu ndio wahoji aliwahi kuniambia wachezaji wetu hawakukochiwa, lakini wametumia maarifa yao ya kuzaliwa. Na hakika kina Badiali, kina Badi Saidi, kina Mudu. Naam. Kila mmoja akitumia maarifa alionayo ndio mpira ukawa wenda kihivi. Maana talent kama ya kuzaliwa nayo walikuwa kifanya. Kama Mudu mimi namfahamu. Mudu lile boli lilikuwa likumfuata yeye hafuati boli. Alikontrol ile boli, basi ile boli likimfuata yeye hafuati boli. Kweli. Kabisa, yuwafanye vile atakavyo. Ndio mjomba wangu mimi aliniambia, anambia huyu Badi Saidi, ule mpira alikuwa hautezei, alikuwa hatezi mpira, lakini yuutezea mpira. Kweli kabisa. Yaani aufanya mpira vile atakavyo. Vile atakavyo. Vile atakavyo. Na kuna golikipa mmoja pia naye alikuwa akitolewa jela, warengi wa makosa lakini apelekwa jela. Lakini utafika wakati ile wagose jile. Atakuwa anatolewa jela, akiitwa mwenye Hamisi na vile vile. Akitezea Faisal ile. Atakuwa anatolewa jela, ndio akatezea timu ya taifa, basi kisha. Tamu ya jela ishaisha kabisa. Kwa hivyo kwa ufupi tunaweza kusema ile natural talent iko hapa kwetu. Sana tena. Lakini kuikuza ndio shida. Tulishindwa kuikuza na watu wameiua. Basi tupe nasaha zako sasa. Hapa tulipofika, manake tujaribu kuirevive ile historia. Tujaribu kuinukuu, tutoe kitabu inshallah cha kueleza. Sasa mwelekeo gani wewe wafikiria kidogo huenda ukasisimua zile hisia za vijana wanaoinukia sasa ili wawe na moyo tena, sababu mioyo zishakufa? Ikiwa tutapata vijana ambao wataweka nyuma habari ya starehe, na kikifika saa 10 wasifikirie mambo ya kwenda kef kula kwenda chips, wafikirie mpira tu, na wapate coach, na wapate udhamini, na watizamwe, basi hapo tutapata timu. Lakini sasa hivi hatupati timu kwa sababu kwanza watu wataka kazi, hakuna kazi.
watu hawana chakula wasikiandaa, watu hawajui watapata wapi shilingi 10. Sasa za wapi mpira? Kwa hiyo lazima tupate namna ya kuweza kuwakusanya pamoja, tuwalee kimpira, basi tutapata timu, kwa sababu talent iko naturally. Kwa hivyo kwa nasaha nzuri kama hizi mzee wetu Mwinyi bwana, tukushukuru sana na ni kwamba yote yatarudi kwetu sisi wenyewe. Naam, kushikana pamoja na kukaa chini kusaidiana, lakini ikiwa kila mmoja atasema wachana nayo, basi kila kitu kitakufa, kila kitu kitakufa. Kwa hivyo nasaha nzuri hii nafikiri watu wataifikiria vizuri, waitie katika mabongo yao, ili tusirudi nyuma na gurudumu hili la kuendeleza future ya watoto wetu katika siku za usoni. Sheikh Mwinyi bwana, tupe na kabla ya kufunga kipindi. Mimi kwa sasa hivi sina zaidi ila kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi